Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha nchini Iran IRGC kimedai kuhusika na shambulizi la makombora lililolenga meli mbili kubwa za kubeba mafuta za Falme za Kiarabu katika mlango wa bahari wa Hormuz hii leo Julai 14 mwaka 2026, kikisema meli hizo zimeharibiwa na kushindwa kuendelea na safari baada ya kupigwa zikiwa katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Katika taarifa iliyotolewa kupitia vyombo vya habari vya Iran, IRGC imesema meli hizo mbili zilikuwa zimepuuza maonyo ya vikosi vya Iran, zikazima kwa makusudi mfumo wa utambuzi wa meli unaotumika kuonyesha mahali zilipo na mwenendo wa safari zao. Kundi hilo limedai kuwa hatua hiyo ilifanywa ili kuficha njia halisi ya safari na kujaribu kupita katika njia ambayo Iran inasema ilikuwa imefungwa kwa sababu za kiusalama. Kwa mujibu wa IRGC, vikosi vyake vilifuatia kwa karibu safari ya meli hizo kwa kutumia rada za pwani, ndege zisizo na rubani pamoja na vitengo vya ulinzi wa majini. Baada ya maonyo kadhaa kupuuzwa, vikosi hivyo vilidai kuanzisha operesheni ya kijeshi iliyohitimishwa kwa kufyatua makombora yaliyoelekea meli hizo. Iran inasema shambulizi hilo lilizifanya meli zote mbili kushindwa kuendelea na safari huku zikiwa zimepata uharibifu mkubwa. IRGC imezitaja meli hizo kuwa ni super tankers zilizokiuka maelekezo, ikisema kuwa zilikuwa zikishirikiana na kile ilichokiita mpango wa Marekani wa kutumia njia isiyo halali katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Marekani imekuwa ikizihamasisha meli za biashara kupita katika njia ambazo Iran haijazitambua, jambo ambalo limeongeza mvutano katika eneo hilo. Kikosi hicho kimeendelea kushtumu Marekani kwa kile ilichokiita uchochezi unaohatarisha usalama wa baharini. IRGC imesema ushirikiano wote wa meli za kibiashara na adui mvamizi utachukuliwa kama kitendo cha uhasama na kwamba meli zitakazopuuza maonyo ya Iran zinaweza kukabiliwa na mashambulizi mengine au kuzuiwa kuendelea na safari zao. Aidha, IRGC imeonya kuwa matukio kama hayo yataendelea kuchelewesha kufunguliwa kikamilifu kwa mlango wa bahari wa Hormuz kwa usafiri wa kawaida wa kimataifa. Kundi hilo limesema kuendelea kwa matumizi ya njia ambazo Iran imezipinga kutasababisha kuongezeka kwa hatari za kiusalama, ucheleweshaji wa usafiri wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu, pamoja na kuongeza gharama za usafiri wa baharini. Kwa mujibu wa IRGC, athari za hali hiyo hazitaishia katika eneo la Ghuba ya Uajemi, bali zinaweza kuenea duniani kote kupitia kupanda kwa bei ya mafuta, kuongezeka kwa gharama za nishati na kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji wa bidhaa. Kundi hilo limesema iwapo mataifa na kampuni za usafiri zitaendelea kupuuza maelekezo ya Iran, mgogoro wa nishati duniani unaweza kuwa mkubwa zaidi. Mlango wa bahari wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani, ambapo sehemu kubwa ya mafuta yanayozalishwa na nchi za Ghuba husafirishwa kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na maeneo mengine duniani. Kutokana na umuhimu wake, tukio lolote la kijeshi katika eneo hilo huibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa biashara ya kimataifa na uthabiti wa soko la nishati. Hadi sasa madai ya IRGC kuhusu shambulizi hilo hayajathibitishwa kwa kujitegemea. Pia hakujatajwa taarifa rasmi kutoka Falme za Kiarabu, wamiliki wa meli zinazodaiwa kushambuliwa au mamlaka nyingine za kimataifa kuthibitisha tukio hilo na kiwango cha uharibifu au idadi ya walioathirika. Hata hivyo, madai hayo yameongeza hofu ya kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz, eneo ambalo linaendelea kuwa kitovu cha ushindani wa kijeshi na kisiasa katika Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.